Habari yako na karibu darasani. Hii ni video namba 6B ya kozi ya Colonial Economy and Social Service. Mimi ni Teacher Ninja. Na katika video namba 6B tunakwenda kuzungumzia the aims of groundnut scheme. Kama unavyokumbuka ya kwamba katika video iliyopita tulijifunza kuhusiana na groundnut scheme. Tukasema groundnut scheme ni mradi wa kilimo cha njugu ambao umeanzishwa katika makoloni ya Kitanganyika, hususan na British colonialists. Hasa mwanzishaji mkuu wa kilimo cha njugu au aliyekuja na mabadiliko ya kuanzisha mazao ya kilimo cha njugu katika nchi ya Tanganyika lilikuwa ni koloni la Mwingereza, au alikuwa mkoloni wa Kiingereza ambaye alianzisha katika maeneo makuu matatu ambayo yalikuwa ni maeneo ya Kwimba na Chingwea pamoja na Urambo. Kwa hiyo uanzishwaji wa kilimo cha njugu katika jamii za Kiafrika, hususan baada ya vita kuu ya pili ya dunia, Mwingereza alilenga malengo tofauti au alikuwa na dhamira mbalimbali za kuweza kuanzisha kilimo hichi cha njugu katika jamii za Afrika, hususan katika nchi ya Tanganyika. Na ikumbuke ya kwamba mabadiliko haya hayakulenga kwa ajili ya kuja kumsaidia Mwafrika. Kama nilivyokuambia katika video zilizopita, mataifa ya kikoloni yalipoleta mabadiliko ya kilimo katika jamii za Kiafrika, hayakulenga kwenye kuwasaidia Waafrika, bali waliwatumia Waafrika katika kuhakikisha ya kwamba wanakwenda kufanikiwa katika malengo yao ya kiuchumi. Na haya makoloni ya Kiafrika yalitumika kama ni mbadala wa kuweza kufufua uchumi wa mataifa ya Ulaya. Hebu rudi katika video namba 2 tuliyozungumzia katika Colonial Economy and Social Service. Mabadiliko ya kiuchumi ambayo yalifanywa katika jamii za Kiafrika baada ya vita ya pili ya dunia, hususan zile athari zilizotokana na vita ya pili ya dunia zilikuwa ndio chanzo au ndio katalisti wa kuweza kuyafanya makoloni ya Kiafrika without relax yaishi bila ya kupumzika, ambapo hapo walikuja na mabadiliko mbalimbali. Wakasema kutokana na athari hizi za kiuchumi lazima face makoloni yetu yaweze kuzalisha kwa wingi ili kuweza kutatua changamoto za kiuchumi zilizozikumba nchi zao za Ulaya. Na moja kwa moja twende tukaangalie kwa nini British colonialist, kwa nini mkoloni wa Kiingereza akaanzisha groundnut scheme. Alilenga nini hasa katika uanzishaji wa groundnut scheme, kuanzisha mradi wa kilimo cha njugu katika maeneo mbalimbali ya Tanganyika. Lengo la kwanza alilolenga ilikuwa ni to increase raw material production, kuongeza uzalishaji wa malighafi. Ikumbukwe ya kwamba katika mataifa ya Ulaya kulikuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa raw material, hususan baada ya vita ya pili ya dunia, kwa sababu vita ya kwanza na vita ya pili ya dunia vilikwenda kuathiri mno sekta ya kiviwanda katika mataifa ya Ulaya. Kwa mantiki hiyo, kilimo cha mataifa ya Ulaya kilikwenda kufeli. Kwa hiyo hawakuweza kunufaika au hawakuweza kujitosheleza kwa kupatikana kwa raw material. Kwa hiyo Mwingereza akaamua kulitumia koloni la Tanganyika kuanzisha mradi wa kilimo cha njugu ili kuweza kuhakikisha uzalishaji wa raw material unapatikana kwa wingi. Kwa hiyo
mazao yote ambayo yalizalishwa katika nchi ya Tanganyika yanayotokana na zao la njugu yalipovunwa yalikuwa yanasafirishwa moja kwa moja kutoka katika taifa la Tanganyika na kupelekwa katika mataifa ya Ulaya ili kusolve tatizo la uhaba wa malighafi au raw material katika viwanda vya Ulaya. Na lengo la pili walilolenga to attain food, vile vile walilenga kabisa katika kupata nini? Kupata chakula. In post World War II European family, baada ya vita ya pili vya dunia, familia nyingi za watu wa Ulaya ziliishi katika hanga, katika njaa, ukame. Kwa hiyo chakula kikakosekana kwa kiwango kikubwa katika mataifa ya Ulaya. Sasa jambo hili litasolviwa vipi? Kwa hiyo Mwingereza akaona ya kwamba katika koloni la Tanganyika mimi nina maeneo ya kutosha. Kwa hiyo akachagua maeneo makuu matatu ambayo ni Nachingwea, Urambo pamoja na Kwimba. Akaanzisha kilimo cha njugu ili kuweza kuzalisha mazao ya kutosha ambayo yatahakikisha yanakwenda kusolve tatizo la uhaba wa chakula katika taifa la Uingereza. Kwa mantiki hiyo, zao la kulima njugu likaanzishwa katika jamii za Tanganyika ili kuweza kusolve tatizo la uhaba wa chakula katika mataifa ya Ulaya, hususan katika taifa la Uingereza. Twende tukaangalie hoja nyingine ambayo to attain food flavor, kwa ajili ya kupata vile ladha ya chakula. Tukisema ladha tunakusudia kitu ambacho kikitiwa katika chakula kile chakula kinabadilishwa kutoka untasted into tasted, yani kinatoka katika chakula ambacho hakina ladha inakuja katika chakula ambacho chenye ladha na kitamu. Ukikitia katika ulimi kinakupendeza kwa sababu ya utamu. Fikiria leo hii chakula ambacho hakijatiwa chumvi, hakijatiwa nazi, chakula hicho kitakuwa na ladha, bi maana ya kwamba hakitokuwa na ladha. Kwa hiyo Muingereza alipoanzisha kilimo cha njugu alihakikisha ya kwamba anazalisha mazao au anazalisha zao la njugu la kutosha katika jamii za Kiafrika na kuzipeleka katika taifa la Uingereza kwa lengo la kuzitumia njugu hizo kama ni food flavor, kama chanzo cha kuongeza testi katika vyakula mbalimbali vinavyopikwa barani Ulaya. Twende tukaangalie hoja ya mwisho, inasema to provide employment to Europeans. To provide employment to Europeans, kutoa ajira kwa wazungu. Kwamba baada ya vita ya pili ya dunia, mataifa ya Ulaya, hususan katika yale mataifa ambayo yalishiriki moja kwa moja katika vita ya pili ya dunia, ikapelekea sasa baada ya kumalizika kwa vita, watu wengi wa mataifa ya Ulaya huishi katika mfumo uliokuwa sio rasmi ni kupata ajira, kwa sababu sekta mbalimbali zilizokuwa zikijikita katika kuajiri watu kwa kiwango cha juu, hususan katika industrial sector, agricultural sector, sekta hizi zilikwenda kufeli moja kwa moja. Kwa hiyo wimbi kubwa la watu wasio na ajira likaibuka katika mataifa ya Ulaya. Kwa hiyo ili kuweza kulisolve tatizo la uhaba wa ajira katika mataifa ya Uingereza na mataifa ya Ulaya kwa ujumla,
wakoloni wakaja na mabadiliko mbalimbali katika jamii za Kiafrika, hususan koloni la Mwingereza katika nchi ya Tanganyika. Akaanzisha kilimo cha njugu as a solution for employees Europeans, kama ndiyo suluhisho la kuweza kuwapatia ajira watu wanaoishi katika mataifa ya Ulaya bila ya ajira. Hizo ndo baadhi ya enzi za British introduce groundnut scheme in Tanganyika. Ndiyo baadhi ya malengo ambayo alimfanya Mwingereza aweze kuanzisha kilimo cha groundnut katika jamii ya Tanganyika. Kwa hiyo tukutane katika video namba 6C ambapo tutakuja kumalizia malengo yaliyomfanya Mwingereza aanzishe kilimo cha njugu katika maeneo ya Tanganyika. Mimi ni Teacher Ninja, unaweza ukanitafuta kwa njia ya WhatsApp kama nilivyokuwekea hapo katika picha ya kwanza, zinaonyesha detaili zangu zote.